mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Majina yangu naitwa Yusta Amos Mwakabana. Ni mama mchungaji katika kanisa la EAGT Yeriko Mpya Makambako, mkoa wetu wa Njombe. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi nyingine tena. Wakati huu Mungu ametupatia ili tuweze kujifunza neno lake. Basi wakati huu tutakwenda kushirikishana somo linalosema mwanamke ya kupasa uwe na roho ya msamaha. Mwanamke ya kupasa uwe na roho ya msamaha. Ninapenda kurudia mara nyingi ili kwamba uweze kuzingatia ni nini ambacho unajifunza jioni ya leo. Mwanamke ya kupasa uwe na roho ya msamaha. Basi kabla hatujaendelea sana, napenda niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee. Asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupatia kama wanawake ili tuweze kujifunza neno lako. Na kualika Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa kweli, ukatufundishe ili tupate faida. Nami kama chombo kanitumie kama upendavyo. Na mkabidhi kila mmoja atakayesikia neno hili, Bwana, ukaweze kuonekana na likafanyike kuwa msaada kwa kila mmoja, lifanyike kuwa uponyaji kwa kila mmoja atakayesikia. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Basi somo letu kama nilivyosema, nimesema mwanamke ya kupasa uwe na roho ya msamaha. Kwa nini mwanamke inakupasa uwe na roho ya msamaha? Ni kwa sababu sisi kama wanawake tunakutana na mambo mengi. Tunakutana na mambo mengi katikati ya maisha yetu, kwenye mazingira tofauti. Wakati mwingine kwenye biashara zetu, wakati mwingine kwa majirani zetu, wakati mwingine kazini kwetu, wakati mwingine kwenye huduma, wakati mwingine kwenye mazingira mbalimbali tofauti. Kwa hiyo kama wanawake, wakati tunapokuwa tunakutana na mambo mbalimbali katikati ya maisha yetu yenye kukosesha na kuumiza, inatupasa sisi kama wanawake kuwa na roho ya msamaha. Tunapozungumzia kwa habari ya msamaha, maana yake msamaha ni tabia ya Mungu mwenyewe. Mungu ni baba yetu, na yeye kama baba ndiye ambaye ametuonyesha kuwa na msamaha katikati ya maisha yetu, kwa sababu yeye mwenyewe kama baba ndiye ambaye amekuwa na tabia ya kusamehe. Na hata sisi tumesamehewa na Mungu wetu katikati ya maisha yetu. Ni mengi ambayo tumeyafanya katikati ya maisha yetu, ni mengi ambayo tumekosea katikati ya maisha yetu, lakini Mungu kama baba ameonyesha tabia ya kutusamehe sisi kama watoto wake. Kwa hiyo msamaha ni tabia ya Mungu wetu. Na kwa sababu msamaha ni tabia ya Mungu wetu, basi hata sisi kama watoto wake tunapaswa kuwa na tabia hiyo ya baba yetu, kuwa na tabia hiyo ya kusamehe kama Mungu alivyo. Kwa hiyo leo hii Mungu ametupa huu ujumbe tuweze kujifunza sisi kama wanawake. Kwa hiyo ninaomba wewe kama mwanamke ambaye unanisikiliza jioni ya leo, mwanamke uliye mahali popote unayeweza kusikia sauti hii, na mahali popote unaponitazama, hebu tujifunze kwa pamoja jinsi ambavyo sisi kama wanawake tunapaswa kuwa na roho ya msamaha. Sasa basi, msamaha maana yake nini?
msamaha maana yake ni nini? Au kwa lugha nyepesi ambayo tunaielewa, kila mtu anaielewa, naweza kusema kusamehe maana yake ni nini? Zipo maana nyingi sana ambazo tunaweza tukaelezea maana ya msamaha, lakini leo nitaeleza maana chache tu kuhusu msamaha, baadhi tu ya maana ya msamaha. Jambo la kwanza, msamaha maana yake, katika somo langu nimesema msamaha maana yake ni kuachilia makosa ya ndugu yako na kuyafuta moyoni ili yasiwe makosa tena. Msamaha maana yake ni kuachilia makosa ya ndugu yako na kuyafuta moyoni ili yasiwe makosa tena. Hiyo ndio maana ya msamaha. Lakini pia msamaha ni kuachilia mzigo wa chuki na kumpa mtu nafasi nyingine. Msamaha ni kuachilia mzigo wa chuki na kumpa mtu nafasi nyingine. Maana yake, kama mtu nilikuwa ninamchukia, mtu ulikuwa unamchukia, yeyote yule ambaye amekukosea, ni mtoto, ni mume, ni jirani yako, ni mfanyakazi mwenzako. Kwa hiyo unaamua kuachilia ile chuki moyoni mwako na kumpa nafasi nyingine tena. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mara nyingi mtu anapokuwa amekukosea, mtu anapokuwa amekuumiza, amekujeruhi, wakati mwingine huwa tunasema ya kwamba unaweza ukasema nimemsamehe, lakini sitasahau. Nimemsamehe, lakini siwezi kumrudisha tena kwenye nafasi yake niliyokuwa nimemweka. Sasa maana ya msamaha sio hivyo. Maana yake ni kufuta ile chuki iliyokuwepo moyoni mwako, ni kufuta ile chuki iliyokuwepo ndani ya moyo wako na kumpa nafasi nyingine tena yule aliyekukosea, hata kama alikuwa amekukosea sana. Sasa basi, kwa sababu unakuwa umeamua kumsamehe, maana yake unaifuta ile chuki moyoni, unayang'oa yale maumivu moyoni na ule uchungu moyoni, halafu unamsamehe na kumpa nafasi nyingine tena. Lakini pia msamaha ni ile hali ya kumwachilia mtu aliyekukosea bila kulipiza kisasi. Msamaha ni ile hali ya kumwachilia mtu aliyekukosea bila kulipiza kisasi. Kwa hiyo ninaposema ya kwamba nimemsamehe ndugu yangu, nimemsamehe yule aliyenikosea, nimemsamehe mume wangu, nimemsamehe mtoto wangu, nimemsamehe jirani yangu, maana yake sasa ninaiachilia ile hali iliyokuwa ina uchungu moyoni na maumivu moyoni, ninaiondoa ndani ya moyo wangu na kuto kulipiza kisasi kwa lile jambo alilokuwa amenikosea. Kama nilitakiwa kulipiza kisasi na kumfanyia kama vile ambavyo alikuwa amenifanyia, sasa basi kwa sababu nimeamua kumsamehe, sasa ninamwachilia. Halafu ninaacha, simtolei kisasi au sifanyi kwa kisasi na kurudisha mabaya kwa mabaya. Na kwa sababu nakuwa nimetangaza msamaha, basi ninamtendea mema badala ya kumtendea mabaya. Na kwa kuwa sasa nakuwa nimekwisha kumpa nafasi nyingine tena,
basi kama ni maisha yanaendelea, kama ni kazi inaendelea, kama ni ndoa inaendelea, kama ni huduma inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke yeyote unayenitazama, mwanamke yeyote unayenisikiliza, naomba tunapojifunza hili neno tuende kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Nenda kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, utakuta Roho Mtakatifu anaendelea kukukumbusha na kukuonyesha maeneo ambayo yamkini kuna mtu ambaye ulikuwa umekosana naye na ukasema sitamsamehe kwa sababu amenikosea na ameniumiza. Na kwa sababu sasa jioni ya leo Mungu ametupa huu ujumbe kama wanawake ili tuweze kujifunza, basi kwa mujibu wa neno la Mungu tunatakiwa kusameheana makosa yetu na kuyafuta moyoni na kuondoa uchungu moyoni na kuendelea kuishi maisha ya kawaida ambayo tulikuwa tunaishi tangu mwanzo. Kama tulikuwa tunafurahi, basi tuendelee kufurahi pamoja. Kama tulikuwa tunaishi vizuri kama majirani, basi tuendelee kuishi kama majirani kwa amani. Kama tulikuwa tunaendelea kuishi kama wafanyakazi, basi tuendelee kuishi kama wafanyakazi kwa amani. Tusilipizane kisasi. Kwa hiyo basi, somo hili la msamaha, wewe mwanamke unayenisikiliza kutoka mahali popote, na wewe mwanamke unayenitazama kutoka mahali popote, hebu basi upokee hili neno ambalo Mungu amelituma kwako jioni ya leo kama mwanamke. Nenda kwenye mazingira mbalimbali ya maisha yako. Inawezekana wakati huu tunapoendelea kujifunza hili somo, labda pengine una jirani yako amekukosea kwa muda mrefu. Na inawezekana kwa sababu alikuwa amekukosea muda mrefu, inawezekana msalimiani kabisa. Inawezekana hamuongei. Inawezekana mnapitana tu bila salamu. Inawezekana kuna mabaya mengi mmetendeana. Lakini leo tumepewa hili neno. Wewe kama mwanamke, sisi kama wanawake, tunapaswa tuwe na moyo wa msamaha, tuwe na roho ya msamaha, ili Mungu aonekane katikati ya maisha yetu. Kwa hiyo tutakwenda kusoma neno la Mungu kutoka kwenye Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari ule wa 14 hadi wa 15. Mathayo mtakatifu, Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 6, tutasoma mstari wa 14 hadi ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kama nilivyosema ya kwamba msamaha ni tabia ya Mungu, na Mungu ni baba yetu, ndivyo tunavyoona neno la Mungu hapa linasema kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Anasema kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kwa hiyo kwa mujibu wa neno la Mungu, tunatakiwa kuwasamehe watu makosa yao. Ninatakiwa kuwasamehe watu makosa yao. Wewe kama mwanamke unatakiwa kuwasamehe watu makosa yao. Haijalishi wamekukosea kwa namna gani. Haijalishi wamekuumiza kwa namna gani. Haijalishi umeumizwa kwa namna gani. Ukitaka kusamehewa na Mungu, maana yake na wewe unapaswa kuwasamehe watu wanaokukosea makosa yao.
Unapopata nafasi ya kuwasamehe watu makosa yao, yale ambayo wanakukosea, ndipo na Mungu anapata nafasi ya kukusamehe wewe makosa yako. Ninapopata nafasi ya kuwasamehe wengine makosa yao, ndipo na Mungu anapata nafasi ya kunisamehe mimi makosa yangu. Kwa hiyo sisi kama wanawake, sisi kama wamama, mahali popote tunapokuwepo, kwa mazingira yoyote, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni ofisini, iwe ni kwenye miradi yetu, iwe ni shambani, iwe ni bombani tunachota maji, iwe ni mahali popote pale, iwe ni kwenye kwaya, wanawake wengi ni waimbaji, wanapenda huduma ya kumwimbia Mungu. Mahali popote pale, kwenye huduma yoyote ile, wakati tunapokuwa tunakoseana, tukubali kusameheana. Kubali kama mwanamke kumsamehe ndugu yako aliyekukosea makosa yake. Kwa nini usamehe? Ili na wewe uweze kusamehewa na Mungu, ili na sisi tuweze kusamehewa na Mungu. Wakati mwingine wanawake huwa tunakosea mara nyingi. Unaweza kukuta wakati mwingine wewe kama mwanamke, mtoto wako labda amekukosea, au watoto wamekukosea, wamekufanyia mambo mabaya mengi, wamekuumiza mara nyingi, labda wamekuibia mali zako, labda wameiba kwenye biashara zako, labda wamekuibia mali nyumbani mwako. Vyovyote vile, inawezekana kuna mambo wamefanya. Wakati mwingine wameenda shambani kwako wakauza mashamba yako bila ya taarifa yako. Wamekukosea kama watoto wako. Usitamke mambo magumu mbele ya watoto wako. Kumbuka hao ni watoto wako, hao ni wana wako. Unapaswa kuwasamehe yale ambayo wanakukosea. Usitamke maneno magumu na kusema, ninajuta wewe mtoto wangu, kwa nini nilikuzaa? Ninajuta kwa nini nilikubeba tumboni mwangu miezi 9, ninajuta. Na kutamka maneno mengi ya laana, maneno mengi mabaya. Wewe kama mwanamke mzazi, usitamke maneno magumu mbele ya watoto wako. Hata kama mtoto wako amekuumiza sana, unapaswa kumsamehe. Kaa naye, msaidie, mshauri, mfundishe, mrekebishe kwa upendo. Beba mzigo wa kumwombea, muombee. Yesu anaweza kumbadilisha. Lakini usitamke maneno magumu mbele ya watoto wako. Na wakati mwingine inawezekana labda ni mume wako amekukosea, amekuumiza, amekujeruhi, amekufanyia mambo mengi mabaya. Usiseme moyoni mwako kwamba kwa haya ambayo mume wangu amenifanyia sitamsamehe. Usiseme hivyo. Kwa mjibu wa neno la Mungu, usiseme sitamsamehe kwa sababu amenifanyia 1, 2, 3. Usitamke namna hiyo. Muombe Mungu akusaidie kuwa na roho ya msamaha na kuachilia. Inawezekana kabisa wakati mwingine unaweza ukawa umeumizwa sana, hautaweza peke yako, lakini yupo Mungu anayeweza kukusaidia. Mwambie Mungu, fungua moyo wako, uwe wazi mbele za Mungu. Mwambie Mungu, unajua nilivyoumia, unajua nilivyojeruhiwa. Ninaomba msaada wako, naomba msaada wa Roho Mtakatifu. Wewe uliyeweza kusamehe ulimwengu mzima, naomba unisaidie namna ya kumsamehe na kumwachilia kabisa mume wangu na kumpa nafasi nyingine tena. Unapofanya namna hiyo, Mungu aweza kukusaidia. Yako mambo kwa akili zako hautaweza. Yako mambo kwa ufahamu wako hutaweza. Yako mambo kwa akili yako ya kibinadamu hutaweza. Lakini yuko mmoja tu ambaye anaweza kukusaidia. Yuko mmoja tu ambaye anaweza kukuwezesha mahali ambapo wewe huwezi. Roho Mtakatifu
ana uwezo wa kuyafanya yasiyowezekana kwa jinsi ya kibinadamu katikati ya maisha yetu. Ana uwezo wa kufanya yawezekane. Kwa hiyo waweza kumuomba Roho Mtakatifu akusaidie mahali ambapo umeshindwa kabisa. Usihesabu mabaya yale ambayo mume wako amekukosea na kusema ya kwamba umenifanyia 1, 2, 3. Kumbuka, upendo hauhesabu mabaya. Upendo hustiri uwingi wa dhambi. Upendo hufunika uwingi wa dhambi. Kama nilivyosema pale mwanzo kwamba msamaha au kusamehe maana yake ni kumwachilia yule aliyekukosea, kumwachilia kutoka kwenye moyo wako na kumpa nafasi nyingine tena. Wakati unapotamka kwamba nimemsamehe mume wangu, nimemsamehe mtoto wangu, nimemsamehe mwanamke mwenzangu, nimemsamehe ndugu yangu, nimemsamehe yule aliyenikosea, basi hutakiwi sasa kuendelea kumkumbusha yale aliyokukosea. Usiendelee kumkumbusha kila siku. Usiendelee kumkumbusha kila wakati. Kama ni mtoto unamkumbusha kila wakati, wewe kumbuka ulinifanyia 1, 2, 3. Wewe kumbuka siku moja ulifanya 1, 2, 3. Wewe kumbuka ulifanya hivi na vile. Maadamu umemsamehe, anakumbuka yeye mwenyewe kwamba amewahi kukukosea. Kwa hiyo msamehe, halafu usiendelee kumkumbusha yale aliyokukosea. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mstari wa 15 anasema, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo kumbe, tusipowasamehe watu makosa yao, na sisi hatutasamehewa makosa yetu. Kumbe tunaposamehe makosa ya watu wanaotukosea, na Baba yetu wa mbinguni anatusamehe na sisi makosa yetu, tunapata nafasi ya kusamehewa na Baba yetu wa mbinguni. Mwanamke mwenzangu, na wewe mwanamke unayenisikiliza, na wewe ndugu mtazamaji unayenitazama kutoka mahali popote, hebu jikumbushe neno hili. Inawezekana una ndugu yako amewahi kukukosea. Inawezekana una ndugu wa damu amewahi kukukosea. Inawezekana una ndugu wa kiroho amewahi kukukosea. Mahali popote pale amewahi kukuumiza. Neno la Mungu linatukumbusha leo, uwe na roho ya msamaha. Kwa sababu na wewe unapokosea Mungu anakusamehe, basi na wewe chukua roho ya msamaha. Msamehe yule anayekukosea. Wasamehe wale wanakukosea. Wasamehe wale wanaokuumiza. Utapata neema kutoka kwa Bwana. Utapata kufunguliwa na Bwana, na wewe utasamehewa na Mungu katikati ya maisha yako. Hebu tuangalie baadhi ya watu waliokosewa, wakaumizwa, wakasamehe. Baadhi ya watu waliokosewa, wakaumizwa na wakasamehe. Hebu twende tumwangalie mtu mmoja anaitwa Yusufu. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 15 hadi wa 21. Mwanzo sura ile ya 50 mstari wa 15 hadi ule mstari wa 21. Tujifunze kwa wenzetu ambao walikosewa, wakaumizwa, lakini bado wakasamehe. Naanza kusoma mstari ule wa 15. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema,
labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kusema, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. 21. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Tunamuona Yusufu ambaye ni mtoto wa Yakobo, mtoto wa pili kutoka mwisho. Huyu Yusufu, neno la Mungu linasema kwamba alikuwa ni mtoto aliyependwa na baba yake. Baba yake alimpenda sana Yusufu na akamshonea na kanzu ndefu, akamshonea vazi zuri, akawa analivaa huyu Yusufu. Sasa basi tunaona kwamba ndugu zake walimchukia sana Yusufu. Neno la Mungu linasema kwamba kwa sababu waliona Yusufu anapendwa na baba yao, kwa hiyo wakamchukia. Sasa siku moja Yakobo akawa amemchukua huyu kijana Yusufu, akamtuma akasema, njoo nikutume kwa ndugu zako, uende ukawaone kule machungani, ujue kwamba hawajambo na mifugo nayo haijambo, halafu uniletee habari. Yusufu akawa ameondoka. Wakati alipokuwa ameondoka, akawa anaenda kwenda kuwatazama ndugu zake. Ndugu zake walipokuwa wamemuona huyu Yusufu anakuja, wakaanza kusemezana, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, na tumuue, halafu tutaona ndoto zake zitakuwaje. Kwa nini walikuwa wanasema hivyo? Walikuwa wanasema hivyo kwa sababu Yusufu aliwahi kuwasimulia ndoto anazoziota. Wakati alipokuwa anawasimulia zile ndoto anazoziota, ndugu zake walikasirika. Aliwasimulia akasema ya kwamba tazama, mimi pamoja na ninyi ndugu zangu tulikuwa shambani. Wakati tukiwa shambani, tazama, mganda wangu ulisimama, lakini miganda yenu ikaanguka mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakawa wanakasirika, wakasema, hivi kweli wewe utatumiliki sisi? Wakati amesimulia hiyo ndoto ya kwanza, siku nyingine akawasimulia tena ndoto nyingine, akasema, tazama, sikilizeni, nimeota ndoto nyingine. Nimeona jua, mwezi na nyota 11 zikiniinamia. Ndugu zake wakamuhusudu, lakini baba yake, neno la Mungu linasema ya kwamba akayaweka hayo maneno moyoni mwake. Kwa hiyo walipokuwa wanamuona anakuja, walikumbuka zile ndoto ambazo Yusufu alikuwa amewasimulia, na ndio sababu wakasema ya kwamba tazama yule bwana wa ndoto anakuja, na tumuue, alafu tutaona ndoto zake zitakuwaje. Wakati Yusufu alipokuwa amekaribia, ndipo wakamkamata. Walipomkamata, wakamchukua wakaenda kumtupa kwenye birika ambayo ilikuwa haina maji, au kwenye kisima ambacho kilikuwa hakina maji.
Kisha wao wakaendelea kukaa na kula chakula ambacho Yusufu alikuwa amewachukulia. Lakini haikutosha. Bado wakamtoa kwenye kile kisima ambacho kilikuwa hakina maji. Wakamuuza Yusufu kwa Wamidian ambao walikuwa ni wafanya biashara. Walipomuuza huyu Yusufu kwa Wamidian, wale Wamidian wakaenda kumuuza tena Yusufu kwa Potifa, akida wa Farao. Yusufu akaendelea kuishi kwenye ile nyumba ya Potifa. Haikutosha. Wakati anaendelea kuishi kwenye ile nyumba, mkewe Potifa akamsingizia Yusufu. Akasema, tazama, umetuletea mtu Mwebrania ili atufanyie dhihaka. Kwa hiyo akamsingizia Yusufu kwamba alikuwa anataka kumbaka. Lakini Yusufu hakufanya hayo yote. Kumbuka hayo yote ambayo yanatokea, chanzo ni ndugu zake, ingawa ndani yake kulikuwa na kusudi la Mungu. Kwa hiyo tunamuona huyu Yusufu, ndugu zake wamemchukia. Haijatosha, ndugu zake wamemkamata wakamtumbukiza kwenye birika isiyokuwa na maji. Haijatosha, ndugu zake wamemchukua wakamuuza kwa Wamidian, Waishmaeli. Haikutosha, akauzwa kwa Farao, kwa Potifa. Haikutosha, Yusufu anasingiziwa. Haikutosha, Yusufu anapelekwa gerezani kwa sababu amesingiziwa kwamba alikuwa anataka kumbaka mke wa Potifa. Yusufu alikuwa anakumbuka hayo yote, kwamba chanzo ni ndugu zake wamesababisha hayo yote, mpaka anafika hapo alipofika, amepitia hayo yote. Anakumbuka kwamba ni ndugu zake waliokuwa sababu ya kupata mateso na shida hiyo anayoipata. Ni nini ambacho nataka kusema? Tunapoenda kwenye mstari ule wa 20, tunasoma kwamba mstari ule wa 20 anasema, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. 21 anasema, basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Kumbuka, ndugu zake hawa ni ndugu wa damu, wamemchukia Yusufu na kumfanyia hayo mabaya yote. Lakini imefika mahali huyu Yusufu, baba yao tayari amekwisha kufa. Kwa hiyo ndugu zake wanajua kabisa kwamba kwa sababu baba amekufa, huenda Yusufu atakumbuka mabaya yote tuliyomfanyia, atatulipiza kisasi. Wakaamua kwenda wakasema, baba yako kabla hajafa alisema ya kwamba uwasamehe ndugu zako kosa lile walilokukosa. Yusufu aliposikia yale maneno akalia, akasema, je, mimi ni badala ya Mungu? Ninyi kweli mlinikusudia mabaya, lakini Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Mstari wa 21 unatutia moyo na kutufundisha jambo. Anasema, basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Yusufu anatufundisha jambo. Yusufu alichukiwa, Yusufu alisingiziwa, Yusufu aliumizwa, Yusufu alipelekwa gerezani, alifanyiwa mambo mengi mabaya na ndugu zake. Lakini anachotufundisha jioni ya leo, Yusufu anaamua kuwasamehe ndugu zake, na sio kuwasamehe tu, anawatia moyo, anawafariji, anasema nao vema. Anasema akawatia moyo, akawafariji, akasema, msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo ambalo tunajifunza hapa. Pamoja na kuumia kwa Yusufu, lakini bado anawasamehe ndugu zake, lakini bado anawatia moyo, lakini bado anasema nao vyema,
lakini bado anasema nitawasaidia, nitawalisha na watoto wenu. Lakini bado anaendelea kufanyika kuwa msaada hata kwa ndugu zake. Mwanamke mwenzangu, wewe unayenisikia na wewe unayenitazama kutoka mahali popote pale, hebu tujifunze leo. Ni ndugu zako wangapi wamekukosea mwanamke? Ni ndugu zako wangapi wamekuumiza? Ni ndugu zako wangapi wamekutendea mabaya? Ni ndugu zako wangapi wakati mwingine wamekusingizia? Umeingia kwenye shida kwa sababu ya masingizio ya ndugu zako. Ni wangapi wamekufanyia hivyo? Ni wangapi wamekuumiza? Inawezekana ulijisemea moyoni ukasema, kwa haya sitawasamehe ndugu zangu, kwa haya sitamsamehe ndugu yangu, sitamsamehe kaka yangu, sitamsamehe dada yangu, sitamsamehe yeyote aliyenikosea. Inawezekana ulijisemea hivyo. Ndugu mtazamaji, neno la Mungu leo linatukumbusha, wewe kama mwanamke, sisi kama wanawake tunaobeba familia, tunapaswa kuwa na moyo wa msamaha. Tunapaswa kuwa na roho ya msamaha, kuwasamehe wale wanaotukosea na kusema nao vema. Wakati mwingine ulisema siwezi kumsamehe, siwezi kumsalimia, labda ulikuwa unapita mbali huko. Wakati mwingine una watu unaabudu nao kanisani, nasema simsalimii. Wakati mwingine mnafanya kazi pamoja, amekukosea, nasema simsalimii. Mrudishe kwenye nafasi nyingine tena. Msamehe, endelea kumsalimia. Msamehe, endelea kuongea naye vizuri. Tusameheane, tuendelee kuongea vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yusufu anatufundisha jambo. Pamoja na kukosewa na kuumizwa, akaamua kusamehe na kuachilia na kuwarudisha kwenye nafasi nyingine tena ndugu zake. Akaendelea kuwapenda na kuendelea kuwatia moyo na kuwafariji ndugu zake pamoja na watoto wao. Tujifunze leo, tusiwe na visasi. Inawezekana wakati mwingine kuna mtu amekukosea, unasema nitamtenda kama alivyonitenda. Hapana. Neno la Mungu linasema ya kwamba tusirudishe mabaya kwa mabaya, bali tuushinde ubaya kwa wema. Basi tunamuona huyo Yusufu ambaye anatufundisha jinsi ambavyo aliumizwa lakini bado akaendelea kusamehe. Lakini mtu wa pili tunayemuona hapo ni Stefano. Stefano, tufungue kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 60. Matendo ya Mitume sura ya 7 na ule mstari wa 60. Matendo ya Mitume sura ya 7 na ule mstari wa 60. Tutasoma mstari mmoja tu. Mstari wa 60 unasema, akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Narudia tena. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Huyo ni Stefano. Unajua, wakati nilipokuwa nasoma hili neno nikawa ninajiuliza kwamba huyu Stefano alipigwa mawe. Huyu ni mfia imani wa kwanza. Stefano alipigwa kwa mawe, na yale mawe ambayo alikuwa anapigwa Stefano yalikuwa yanamuumiza. Mwili wake alikuwa anaumia, alikuwa anapata maumivu makali, ingawa alikuwa katika kweli, lakini aliumizwa na kupigwa kwa mawe. Cha ajabu ambacho linajifunza hapa ni kwamba huyu Stefano, pamoja na maumivu, pamoja na mawe aliyokuwa anapigwa, bado hawaombei mabaya wale wanaompiga mawe. Anawaombea mema, anawatamkia mema.
Mimi nikawa najiuliza kwamba sijajua kama ningekuwa ni mimi, wakati mtu ananiumiza alafu ananipiga mawe, damu zinavuja, sijui ningeomba nini. Hata wewe mwenyewe sijajua kama kuna mtu angekuumiza akakupiga mawe, damu zinavuja, damu zinatiririka kutoka mwilini mwako, sijajua ungeomba nini. Lakini anatufundisha jambo, anasema akiwa katika hayo maumivu, huyu Stefano anasema akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu. Anasemaje? Anasema, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Kumbe wakati mwingine tunapopitia mambo magumu, tunaumizwa na ndugu zetu, tunaumizwa na wapendwa wenzetu, huo sio wakati wa kuwaombea mabaya. Tusirudishe mabaya. Wewe kama mwanamke, kwa sababu somo langu zaidi linaongea na wanawake, ingawa najua kuna watu wengi ambao wanasikiliza somo hili, tusirudishe mabaya. Unapoumizwa na wewe usiumize. Unapojeruhiwa na wewe usitafute nafasi ya kujeruhi. Unapoumizwa usirudishe kisasi cha kuumiza wengine. Unapoumizwa, unapokosewa, usirudishe mabaya. Usiwaombee mabaya. Yesu akasema, waombeeni mema wale wanaowaudhi. Kwa hiyo usiwaombee mabaya wale wanaokuudhi, waombee mema. Waombee mambo mema, usiwaombee mambo mabaya. Kama Stefano alivyoomba, aliwaombea mema, na wewe waombee mema. Waombee mema ndugu zako, waombee mema wakwe zako. Wakati mwingine wewe ni mwanamke, unaishi na wakwe zako, pengine hawakupendi, pengine wanasema mabaya juu yako, pengine wanakuumiza, wanakujeruhi, pengine wanakukosea kwa namna moja ama nyingine. Usiseme huyu sio mama yangu, huyu ni mama mkwe wangu, kwa sababu amenikosea mimi simpendi, kwa sababu amenikosea mimi namfukuza nyumbani, kwa sababu amenikosea na mimi nitarudisha mabaya. Tunajifunza leo sisi kama wanawake, usirudishe mabaya. Hata kama ni mama yako, ni mama mkwe wako, huyo kumbuka ni mama yako kabisa. Mama wa mume wako ni mama yako. Hutakiwi kurudisha mabaya, hutakiwi kumfukuza nyumbani. Inawezekana upo mwanamke unayenisikiliza leo, uko mwanamke unayenisikiliza na kunitazama kutoka mahali popote, inawezekana wewe nyumbani kwako hutaki mama mkwe wako akanyage. Akikanyaga unamfukuza. Kwa nini? Eti alikukosea, amekusema vibaya kwa mtoto wake, amekunena vibaya. Kumbuka mwanamke, wewe ni mwanamke ambaye unatakiwa kuunganisha familia ya mume wako. Usitenganishe, usiwatenganishe, usimtenge mume wako na ndugu zake, watendee mema. Sisemi kwamba wakati mwingine watakutendea mema tu, kuna wakati watakutendea mabaya, lakini wanapokutendea mabaya wewe watendee mema. Wanapokukosea wasamehe, kama vile ambavyo ungeliweza kuwasamehe ndugu zako wa damu wanapokukosea. Wakati mwingine jiulize na jifunze kwamba hivi, huyu ni wifi yangu amenikosea, huyu ni mama mkwe wangu amenikosea, je, angekuwa ni mama yangu mzazi ningefanyaje? Unapopata jibu kwamba angekuwa ni mama yako mzazi, ungemchukulia basi na huyo mama mkwe wako mchukulie kama ambavyo ungemchukulia mama yako mzazi. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Labda nikupe ushuhuda mdogo. Mimi naishi na mama yangu, mama mkwe wangu. Halafu nampenda na ninajisikia vizuri napomuona. Ninaishi naye vizuri, ninampenda, ninamfurahia, najisikia vizuri kwa ajili yake.
Sisemi kwamba wakati mwingine anakuwa anatenda mema tu, hawezi kukosea akatenda mabaya. Ni mwanadamu, kuna wakati anaweza akakosea. Lakini kuna wakati huwa nasikia ndani, ninaambiwa hivi, huyu mama amekosea. Angekuwa ni mama yako mzazi, ungefanyaje? Najijibu mwenyewe ndani ya moyo wangu kwamba angelikuwa ni mama yangu mzazi, ningemsamehe, ningemchukulia, ningeendelea kumpenda. Ninapojibu hivyo, ndipo naambiwa tena, kama mama yako mzazi ungelimchukulia, ungempenda, ungemsamehe, basi na mama mkwe wako naye endelea kumpenda, mchukulie, maana ni mama yako. Bwana Yesu asifiwe, wanawake. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kufanya sisi kama wanawake. Tusichonganishe familia, tusigonganishe familia, tuwe na roho ya msamaha. Na kwa kusema hivyo, sisemi kwamba kuna wamama mama wakwe wengine ambao ni wasumbufu, wana kelele, ni wataabishaji. Sisemi kwamba hawapo wa namna hiyo, wapo. Hata ukipata mama ambaye anakusumbua, anakupigia kelele, anakufanyia mambo mengi mabaya, huyo bado ni mama yako. Sema tu, hata mama yangu inawezekana na tabia kama hizi. Hata mama yangu inawezekana na yeye yuko kama hivi alivyo mama mkwe wangu. Ukisha sema namna hiyo, endelea kusema huyu ni mama yangu, endelea kumpenda, endelea kumvumilia katika yale ambayo anafanya tofauti, endelea kumwombea. Siku moja atabadilika, atafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza somo la msamaha, kwamba mwanamke inakupasa kuwa na roho ya msamaha, hata wewe mama mzima ambaye una watoto wako wa kiume wameoa, wale wakamwana wako, ishi nao vizuri mama, kaa nao vizuri mama, chukuliana nao vizuri mama. Wakikukosea, wasaidie kama watoto wako mwanamke, washauri kama watoto wako mwanamke. Usiseme huyu mtoto simpendi, ana tabia 1 2 3, simpendi. Je, angekuwa mtoto wako ungesema simpendi? Si ungemvumilia ukaendelea kumpenda? Vile ambavyo ungemfanyia mtoto wako wa kike, wewe mwanamke mtu mzima ambaye unaishi na wakamwana, una wakamwana huko nyumbani kwako, wapende hao wakamwana wako kama ambavyo ungewapenda watoto wako wa kike, na Mungu atakubariki. Nimekupa ushuhuda wa kwangu kwamba naishi na mama mkwe wangu, naishi naye vizuri, tunapendana. Kama kuna mambo ambayo namkosea, na yeye ananichukulia, na ndivyo inavyopaswa kuchukuliana na kupendana. Kwa tunamuona hata huyu Stefano kwamba walipokuwa wamempiga kwa mawe, aliwaombea mema. Waombee mema ndugu zako, waombee mema wapendwa wenzako, waombee mema, usiwaombee mabaya. Lakini tunamuona mtu mwingine wa tatu. Tunaona mtu wa tatu ni Yesu mwenyewe, Yesu Kristo mwenyewe. Tunasoma katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura 23 mstari wa 34. Yesu ndiye kielelezo chetu, na sisi tunafuata nyayo zake. Tunakanyaga mle alimokanyaga, tunapita mle alimopita. Injili ya Luka mtakatifu sura 23 na ule mstari wa 34. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Tunamuona hapa Yesu mwenyewe ambaye ndiye kielelezo chetu. Yeye amepitia maumivu mengi. Aliumizwa kuliko mtu mwingine yoyote ambaye amewahi kuumizwa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alidhihakiwa. Alipigwa. Alitemewa mate. Alichomwa mkuki ubavuni.
alifanyiwa mambo mengi mabaya ya kuumizwa, lakini tunaona Yesu bado anawaombea, anasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Yesu Kristo ndiye kielelezo chetu. Sisi tunafuata nyayo zake, tunamfuata Yesu ambaye ndiye Mwokozi wetu. Tunapaswa kuwa na moyo wa msamaha kama ambavyo Yesu alikuwa na moyo wa msamaha. Kumbuka, Yesu alitupenda tukiwa tungali bado wenye dhambi. Alitupenda tukiwa bado waovu. Lakini neno la Mungu linasema alitupenda upeo. Ndio sababu mimi na wewe tunapaswa kuwa na moyo wa msamaha kwa ajili ya ndugu zetu wanaotuumiza, wanaotukosea, wanaotujeruhi. Tunapaswa kuwa na moyo wa msamaha, tuwasamehe ndugu zetu kama sisi tulivyosamehewa. Ikiwa sisi tumepata nafasi ya kusamehewa, basi na sisi tunatakiwa kutoa nafasi ya kusamehe wengine wanaotukosea. Haijalishi wametuumiza kwa namna gani, haijalishi wametujeruhi kwa namna gani. Na kama mwanamke unataka kumuona Mungu siku moja, lazima uwe na roho ya msamaha, lazima uwe na tabia ya msamaha. Usikae na vifundo moyoni, usikae na notebook moyoni. Wasamehe wale wanakukosea, wasamehe wafanyakazi wako kazini, wasamehe waajiri wako. Inawezekana kuna makosa wanakosea, usiseme tu umekosea na kufukuza, umekosea na kufukuza, umekosea na kufukuza. Uwe na moyo wa upendo. Unapokuwa unarekebisha kosa, uwe na moyo wa upendo. Rekebisha kwa upendo, tengeneza kwa upendo. Kwa wafanyakazi wako, house boy, house girl, wafanyakazi kazini kwako, tunatakiwa kusameheana. Tunaposameheana, tunamuona Mungu katikati ya maisha yetu. Usiwe na notebook moyoni ya kuandika makosa ya watu waliokukosea. Siku fulani ulinikosea, siku fulani ulifanya hivi, siku fulani ulifanya hiki, siku fulani ulifanya hiki. Hapana. Hata sisi Yesu hajaweka notebook kwa ajili yetu. Ametusamehe na kutufanya kwa wake. Mwanamke mwenzangu, na wewe mtazamaji unayenitazama, hebu jifunze leo na kuwa na moyo wa msamaha kwa yeyote aliyekukosea katikati ya maisha yako. Wakati ninapoenda kumalizia somo langu, namaliza kwa kusema kuna hasara za kutokuwa na roho ya msamaha. Jambo la kwanza, unapokosa roho ya msamaha, utazeeka mapema. Ni nani sasa anayependa kuzeeka mapema? Hata mimi sipendi kuzeeka mapema. Kwa hiyo ili usizeeke mapema, unatakiwa uwe na roho ya msamaha. Lakini usipokuwa na roho ya msamaha, kuna uwezekano wa kupata magonjwa. Kichwa kuuma kila wakati, pressure, mgongo, mifupa, magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ili kuepuka magonjwa, unapaswa kuwa na roho ya msamaha. Lakini pia usiposamehe, kuna uwezekano wa kuharibika kwa mahusiano nyumbani mwako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwa wafanyakazi wenzako, kwa majirani, yanaweza yakaharibika kwa sababu ya kukosa roho ya msamaha. Lakini pia ukikosa roho ya msamaha, muda mwingi utakuwa huna amani. Utaishi maisha yasiyokuwa na amani. Muda mwingi utaishi maisha ambayo ni ya kuumiza, hayana amani. Ndani ya moyo wako hakuna utulivu. Kwa nini? Kwa ajili ya kukosa roho ya msamaha. Kwa hiyo kumbe, ili uwe na afya njema na amani na utulivu moyoni, hebu kuwa na roho ya msamaha. Lakini pia hutaweza haya yote,
Wewe kama mwanamke, kumbuka, hutaweza hayo yote peke yako kwa akili zako na ufahamu wako, hutaweza. Yupo Yesu ambaye anaweza kukusaidia. Yupo Yesu anayeweza kufanyika kuwa msaada wako. Mahali uliposhindwa kabisa kusamehe, yeye kwa sababu aliweza kusamehe ulimwengu mzima, aweza kukusaidia katikati ya maisha yako. Kwa hiyo basi, ninakualika leo, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili afanyike kuwa msaada katikati ya maisha yako. Mahali popote unaponitazama, mahali popote unaponiangalia, ni nafasi yako jioni ya leo. Waweza kumpa Yesu maisha yako. Waweza kumpa Yesu maisha yako, wewe mwanamke, na wewe unayenitazama na kunisikiliza kutoka mahali popote, pande zozote. Waweza kumpa Yesu maisha yako ili afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na yeye aweza kukusaidia. Baada ya kusema hayo, naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo tumejifunza tena jioni ya leo. Wewe ni msaada wa karibu, na kwa sababu wewe ni Baba, umetufundisha kuwa na msamaha, umetufundisha kuwa na tabia ya kusamehe, kama ambavyo wewe Baba umekuwa ukitusamehe. Asante kwa ajili ya neno hili, kwamba litafanyika msaada kwa ajili ya kila mmoja aliyesikia, yule mwanamke aliyesikia na yule ambaye amenitazama, aweza kupokea msaada kutoka kwako. Neno hili likafanye msaada, lifanyike msaada kwa kila moja, lilete matokeo, lilete mabadiliko kwa kila moja atakayelichukua na kulitendea kazi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Mungu akubariki sana, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Barikiwe kwa kunisikiliza. Namba zangu za simu ni 0752020113. Narudia, namba zangu, ninapatikana kwa namba hizi 0752020113. Na Mungu akubariki sana. Nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na Mungu akubariki sana. Sibuka TV.